الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, tunaendelea na ukumbusho wetu katika mambo ambayo Waislamu tunaghafilika nayo au wanadamu kwa ujumla. Tukiwa leo katika majlisi ya 8, kwa maana kikazi cha 8 katika ukumbusho wetu, leo tutaangalia ma yahrumu ala aqaribil mayyit, mambo ambayo ni haramu kufanywa na ndugu wa maiti baada ya ndugu wao kuwa ameshafariki. Kuna mambo mengi sana ambayo yameharamishwa, tutayataja yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuafikisha kuyatanabahisha na kuzindua umma wa Kiislamu. Laqad harrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dhu an-nasi yartakibunaha idha mata lahum mayyitun fajibu ma'rifatuha lijtinabiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha mambo mengi ambayo walikuwa watu wanayafanya na mpaka leo bado baadhi yao wanayafanya pale anapokufa maiti miongoni mwao. Kwa hiyo tunawajibika sisi kama Waislamu kuzinduana ili watu waweze kuyatambua na waweze kujiepusha na mambo hayo. Miongoni mwa mambo hayo an-niyaha, kulia kwa kupiga makelele na kuomboleza na kuzungumza maneno ambayo hayafai. Tunapozungumzia an-niyaha, maana yake ni nini? Niyaha maana yake hiya raf'u sauti bilbukai ala almayyit, ni kunyanyua sauti kumlilia maiti. Unamlilia maiti baada ya kuwa ameshakufa, ma'ati idadi mahasinihi wa manaqibihi, pamoja na kuhesabu mema yake aliyoyafanya na zile sifa zake nzuri alizozifanya. Alikuwa na sifa nzuri, kuna mema alikuwa anayafanya, kwa hiyo unalia, umekasirika, unalia, haukupendezewa na kifo chake. Kwa hiyo unayataja yale mema yake, alifanya hivi, alimsaidia huyu, alikuwa anafanya hivi, unayataja. Lakini kuyataja kule kwa njia ya nini? Ala wajhil jazai watasakhuti, kwa njia ya kufadhaika na kuchukia, walhuzni shadidi, na huzuni iliyokuwa kubwa kwa tendo lile la yule marehemu kufa. Au shaqqi thiyabi, au kwa kupasua nguo. Kuna wengine wanachana mpaka nguo kuona kwamba wao kama wamefikiwa na ule msiba, kama wao ndio wa kwanza kufiwa. Lakini si hivyo tu, walatmil khududi, na kupiga mashavu. Mtu anajipiga mashavu, wengine wanajipiga katika miti, wengine wanajidondosha chini. Hii yote ndiyo maana ya neno an-niyaha, yani kuomboleza. Kuna watu wanapofiwa wanatoka kabisa katika msimamo. Inafikia hatua mtu anazungumza maneno, itakuweje ameshafariki, nitaishi vipi, yeye alikuwa ananisaidia, yeye alikuwa anafanya hivi, watoto wangu watasoma vipi. Kwa hiyo mtu kama ana lile jambo hakupendezewa nalo. Haya ni mambo ambayo ni ya haramu kwa Muislamu kuwa nayo au kuyafanya. Kwa hiyo tunaambizana ili watu waweze kuchukua tahadhari na kuweza kuacha hali hii, kama tulivyoeleza nyuma kwamba Muislamu anatakiwa kuwa na subira. Muislamu anatakiwa kuwa mvumilivu pale tu unapomtokea msiba. Katika swala hili la niyaha, Mtume sallallahu alayhi wasallama amelikemea. Ameeleza kwa hadithi ambayo ya Abu Malik al-Ash'ari. Hadithi hii imeelezwa na Imamu Muslim juzuu ya 3 hadithi nambari 45, lakini pia Imamu Baihaqi juzuu ya 4 hadithi nambari
63 Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arba'un fi ummati min amri aljahiliya, mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya kijahili, ni katika mambo yaliyokuwa yanafanyika kipindi cha ujahili kabla Uislamu haujafika kuja kuyakataza mambo hayo. Kwa hiyo atakayefanya mambo haya anafanya katika millatul jahiliya, katika mambo ya kijahil ambayo hayatakiwi kufanywa na Muislamu. Mtume anasema la yatrukunahunna, hawawezi kuyaacha mambo hayo isipokuwa hao majahili. Jambo la kwanza, al-fakhru fil ahsab, kujifakharisha katika nafasi ya mtu aliyokuwa nayo, katika sharaf au tukufu aliyokuwa nao, labda ana cheo kizuri, ana nafasi nzuri, anajifakharisha. Haya ni katika mambo ya kijahili. Jambo la pili, wata'nu fil ansabi, na kuweka dosari, kufanya ta'ni katika ansab, katika nasabu za watu. Watu wanajifakharisha kwa nasabu zao, mimi ukoo wangu ni wa aina fulani, mimi ni fulani. Haya yote hayafai katika Uislamu, ni katika mambo ya kijahilia. Jambo la nne, walistisqa'u bin nujumi, na kuomba mvua kwa kutumia nyota. Katika kipindi cha kijahil watu walikuwa wanaiomba nyota, wanaiomba mvua. Na jambo la nne ambalo ndio mahallu shahidi, waniyahatu, na kuomboleza, yani kupiga makelele, kulia kwa sababu ya kumsikitikia mtu ambaye aliyekufa. Waqal, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, an-naihatu idha lam tatub qabla mautiha, mwanamke atakayepiga kelele kwa kuomboleza ikiwa amekufa kabla ya kutubia, maana yake inaonyesha haya mambo asilimia kubwa wanaofanya ni wakina mama. Kwa hiyo mwanamke aliyepiga makelele kwa kuomboleza, kunyanyua sauti, akafa mwanamke huyu hali ya kuwa hajatubia dhambi hiyo, tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatrani, atasimamishwa siku ya kiyama na hali ya kuwa ameveshwa kanzu iliyotokana na shaba iliyoyayushwa. Yani kanzu yake itatokana na shaba iliyoyayushwa, imewashwa moto, atakuwa amevishwa siku ya kiyama, wal billah. Ni makemeo makubwa kabisa. Wadir'un min jarabin, lakini pia atakuwa amevishwa nguo ya ukurutu, kwa maana mwili wake wote, ngozi yake yote itakuwa imejaa ukurutu. Ule ukurutu utakuwa ndio kama nguo aliyoivaa, yani ule ukurutu utakuwa umemfunika katika ngozi yake na umemganda, anaenda nao. Hii ni adhabu miongoni mwa adhabu ambazo atazipata huyu mtu ambaye anafanya maombolezo ya namna hii. Kwa hiyo hili ni jambo baya sana. Lakini katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ithnatani fi nnasi huma bihim kufurun, mambo mawili ambayo yanapatikana kwa watu, mambo hayo ni kufuru, ni kukufuru. Jambo la kwanza, at-ta'nu fi nasab, kufanya tani katika nasab, yani mtu anaiona nasabu yake ni bora kuliko nasabu ya mwenzie. Waniyahatu ala almayit, na kumombeleza maiti. Hadithi rawahu Muslim wal Baihaqi wa ghayruhuma min hadithi Abi Huraira, katika hadithi aliyopokea Abu Huraira. Tunapozungumzia kulia kwa kupiga kelele kwa kuomboleza, haina maana kwamba mtu anapofiwa asihuzunike, anapofiwa asiwe katika hali ya majonzi, asitokwe na machozi. Haina maana hiyo, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma mata Ibrahimu ibn Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alipofishwa mtoto wake Ibrahim, saha Usama ibn Zaidi. Usama ibn Zaidi alilia, alipiga kelele kumlilia huyo mtoto. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia, akampa maelekezo, laisa hadha minni, jambo hili si katika mimi. Hukumu hii au
hiki kitendo kinachofanywa na Usama si katika mimi, sijakifundisha mimi. Walaysa lisaihin haqqun, na yule mliaji anayepiga makelele hana haki yoyote. Kwa hiyo hapa kupiga kelele ndio hakutakiwi, bali Mtume akasema alqalbu yahzunu, moyo unahuzunika. Kwa hiyo kuhuzunika, unaweza mtu ukahuzunika. Wal ainu tadma'u, na macho yanatoa machozi. Wala yughdhibu rabba, lakini hivi vyote havimkasirishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuhuzunika, kutokwa na machozi ni vitu ambavyo ni jibilia vya kimaumbile, lakini kinachokatazwa ni watu kuanza kupiga makelele na kuonyesha kwamba jambo lile kwao limekuwa ni mufajaa na kutokuliridhia jambo la kufiwa. Rawahu Ibn Hibban, hadithi ameieleza Ibn Hibban, hadithi nambari 743. Wal Hakim, na Imam Hakim juzuu ya kwanza hadithi nambari 382 katika hadithi ya Abu Huraira ambayo sanadi yake ni hasan. Ndugu zangu katika iman, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pale alipopatwa na mtihani wa kuchomwa sime, kama mnavyokumbuka kwamba Umar ibn al-Khattab alichomwa, alipigwa na kitu chenye ncha kali katika swala ya alfajiri. Alikuwa na swali, akachomwa na mtu mmoja anaitwa Abu Lu'lu' al-Majusi. Akamvizia, akaingia, akamkuta anaswalisha. Wengine wanasema alikuwa anasoma Qur'ani, akachomwa na sime. Sasa alipochomwa na sime, awalati alayhi Hafsa baada ya kuona hali ile kwa baba yake yupo katika mazingira yale magumu, basi Hafsa akamlilia baba yake, akapiga makelele, akatoa yoe kwa kumlilia baba yake. Faqala Umar ibn al-Khattab, akamwambia na kumuelekeza binti yake, ya Hafsa, ewe Hafsa, ama sami'ti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hivi haukusikia kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikisema almuawwalu alayhi yu'adhabu, yule anayeliliwa anaadhibiwa? Hukusikia kauli hii? Wa awwala alayhi Suhaibu, lakini pia Suhaibu ar-Rumi naye alimlilia Umar ibn al-Khattab baada ya kupatwa na tatizo hilo. Yakulu, akawa anasema, wa akha, ewe kaka yangu, wa sahibata, jamani ndugu, sahiba yangu, wa sahibahu, rafiki yangu. Faqala Umar akamwambia, ya Suhaibu, ama alimta anna almuawwala alayhi yu'adhabu, hivi ukufahamu wewe ya kwamba yule mwenye kuliliwa ataadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Inaonyesha kwamba hadithi hii ni vibaya, haifai kabisa kumlilia mtu ambaye aliyekufa au mtu ambaye anakaribia kuwa katika mazingira ya kufa. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, japo katika hadithi hiyo iliyopita kuna mafunzo mengi, miongoni mwa hayo Muislamu anapoona baya linatendeka basi anatakiwa alikemee, kama tulivyoona hapo Umar ibn al-Khattab akimkemea Hafsa, lakini pia akimkemea Suhaibu Rumi kutokana na tendo baya. Leo baadhi yetu Waislamu tunaona kabisa baadhi ya ndugu zetu wanafanya mambo machafu, wanafanya mambo mabaya, lakini unashindwa kunyanyua mdomo wako au kuzungumza naye kumwambia kwamba jambo hili halifai. Unaona tofauti ya sisi na masahaba, walikuwa wanapupa sana katika dini na kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa katika msimamo uliokuwa sahihi na mafundisho yaliyokuwa sahihi ya Uislamu. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi hii ameieleza Imamu Bukhari na Muslim na Imamu Ahmad katika hadithi ya Ibn Umar. Anasema, innal mayyita, hakika ya maiti, yu'adhabu, anaadhibiwa, bibukai ahlihi alayhi, kwa sababu ya kuliliwa na ndugu zake. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, almayyitu yu'adhabu fi qabrihi maniha alayhi,
maiti anaadhibiwa kwa sababu tu ya kuliliwa. Na katika riwaya nyingine, innal mayyita la yu'adhabu bi ba'dhi bukai ahlihi alayhi, hakika ya maiti anaadhibiwa kwa sababu ya baadhi ya uliaji wa ndugu zake. Kwa hiyo katika hadithi hizi ukizijumlisha, unaona kwamba haikukatazwa moja kwa moja kulia, lakini uliaji uliokatazwa ni ule wa kulia, kutoa sauti, kupiga makelele, kuonyesha kwamba umedhulumiwa na kuona kwamba jambo lile kwako wewe halikustahiki kukutokea. Ama uliaji wa kawaida kama tulivyoona kule unafaa, tulivyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekeza baada ya kufa kwa mtoto wake Ibrahim kwamba inafaa mtu kuhuzunika, lakini usiseme maneno ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo ukumbusho wangu ulikuwa ni huo. Tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunashikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunashikamana na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwani kufanya hivi ndiyo salama yetu. Ukilia basi angalia, uelewa kwamba ndugu yako ndiyo unampa shida. Lakini pia kuna tambihi kabla sijamaliza. Wanachuoni wamekhtalifiana kidogo kuhusu namna ya uliaji, kama nilivyoeleza, nilivyodokeza hapo kidogo. Iweje mtu aadhibiwe kwa uliaji wa mtu mwingine? Anaadhibiwa vipi? Na hali ya kuwa Allah anasema wa alaysa lil insani illa ma saa. Lakini pia Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, wala hatobeba mtu mzigo wa mwenzie. Kwa nini hawa walie duniani alafu huyu aje kuadhibiwa? Wanachuoni wakatofautiana katika hilo, lakini jawabu fupi miongoni mwa majawabu walioelezea baada ya kuzikusanya akwali zote, wakasema huyu bwana ataadhibiwa kama walivyokwenda jumhurul ulama, kwamba huyu bwana ataadhibiwa ikiwa alihusia anapolia, anapokufariki, au aliliwe ikiwa amehusia. Hilo ndio jambo ambalo litampelekea moja kwa moja huyu bwana aweze kuadhibiwa. Kwa hiyo yule atakayehusia akilia akifariki basi aliliwe, huyu moja kwa moja adhabu hiyo itampata. Lakini pia wakasema ni yule mtu ambaye alikuwa anaona kipindi yuko kabla hajafariki au alipokuwa katika wakati wa kuumwa, anawaona watu wanalia, lakini yeye hakemei, kwa maana jambo lile kama ameliridhia, basi huyu moja kwa moja ataadhibiwa. Au wengine, kauli nyingine ya wanachuoni wanasema ikiwa hakukataza. Lakini ikiwa mtu alikataza na lile jambo halipendi na wala haliridhii jambo la kuliliwa, lakini baada ya kufa watu wakayafanya yale yote aliyokuwa ameyakataza, basi huyu haitokuwa kwake yeye dhambi na haitokuwa kwake yeye adhabu kwa sababu ya kumlilia huyu. Haya ndiyo ambayo wanawachuoni wameyazungumza kuhusu uliaji. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.